Kwa hiyo katika kauli ya Nehemia tunajifunza ya kwamba tunapokutana na changamoto kinzani kwenye maisha yetu, tusikate tamaa. Kanisa usikate tamaa, familia usikate tamaa, watoto usikate tamaa, mume usikate tamaa, mke usikate tamaa. Bado yuko Mungu atakayesimama kwa ajili ya kile kinachokuwa kero, na Bwana atatengeneza. Hilo moja. La pili, nimesema tunapomtumikia Mungu na katika kuamini. Watu wote waliofanikiwa ni wale ambao walimwamini Mungu, walimtumainia Mungu na walimtegemea Mungu kwa kila jambo. Kauli hii ya Nehemia inaashiria wazi kwamba Nehemia anamwamini Mungu. Rahisi kwake Mungu wetu, kwake ni rahisi. Mungu akisema ndio, nani apinge? Nani apinge? Nani apinge? Isiyowezekana kwa mwanadamu, kwake ni rahisi. Rahisi kwake Mungu wetu, kwake ni rahisi. Basi kwa neno hilo Nehemia sura ya 2 mstari wa 18 mpaka 20. Nehemia sura ya 2 mstari wa 18 mpaka mstari wa 20. Somaji ninakukaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo la pili kitabu cha Nehemia sura ya 2 mstari wa 18 hadi 20. Wakaelezea habari ya mkono wa Mungu wangu alivyokuwa mwema juu yangu, pia maneno ya mfalme alivyoniambia. Nao wakasema, haya, na tuondoke tukajenge. Basi wakati mikono yao nguvu kwa kazi hiyo njema, lakini lisiposikia Sambalati Mhoroni na Tobia mtumishi wake Monani na Geshemu Mwarabu alitucheka akatudharau, akasema, ni nini neno hili mlofanya? Je, mtasi ninyi juu ya mfalme? Ndipo akamjibu akamwambia, Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Kwa hiyo sisi watumishi wake tumeondoka na kujenga, lakini nyinyi hamna sehemu wala haki wala kumbukumbu katika Yerusalemu. Ndio somo. Baba
wakamcheka, wakaanza, mtafanyaje? Mtafanya hii kazi kweli? Ndio Nehemia anasimama kwa imani, anasema Wayahudi, anasema akawaambia kwamba Mungu wa mbinguni yeye atafanya nini? Atakufanikisha. Unajua kwa nini anazungumza hivi? Unaweza kutafakari katika tafakari ya kawaida Nehemia katika usemi au kauli hii ni kauli inayosema na mtu anayemwamini Mungu. Lakini zaidi ya hayo, Tobia alikuwa karibu na yeye ni mmoja wa mtumishi wa Sanbalati. Yeye akasema, hebu naomba moja nisomee mstari, nikasema labda nasoma maneno yangu. Mstari wa 3 anasemaje? Uko pale. Mstari wa 3 unasema, basi Tobia Mwamoni, huyu mtumishi wa Sanbalati, Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye. Akasema naye, hata hiki wanachokijenga angekuwa mbweha angeubomoa ukuta wao. Hebu soma vizuri. Hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha angeubomoa ukuta wao wa mawe. Jamani, ndio katika mazingira haya Nehemia anasema Mungu wa mbinguni yeye atafanya nini? Atakufanikisha. Nataka nikwambie kauli ni kauli ya imani, ni kauli ya mtu ambaye nimesema anamwamini Mungu kufanya kuleta mafanikio katika mambo yake, katika kazi yake, katika mission yake. Bwana asifiwe sana. Unajua kwanza mbaka kama mnaelewa, tulipoanza mwanzoni na sisi tusema tunataka kutafuta milioni 50. Bwana Yesu asifiwe sana. Usije ukakata tamaa kwa namna yoyote. Chochote unachowekeza kwa Mungu wako, Mungu anaweka ukumbusho na utapokea baraka zake bila kufikiria, kwa sababu Mungu ni wa baraka, anakumbuka sadaka ya kila. Kwa hiyo kila pale amehusika katika jambo kubwa la kimsingi, hata katika kanisa letu hapa ameweka ukumbusho mkubwa kwa Bwana, na sisi tunasema sasa Mungu wa mbinguni atakufanikisha. Na kwa kweli wakati mwingine hakujali maneno. Bwana Yesu asifiwe. Hayo yote tunapambana nayo, lakini ndio tunamshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake kutuwezesha kupanda huu mlima ulikuwa mkubwa zaidi ya uwezo wetu. Bwana amekuwa mwaminifu. Ukisema tunasonga ama hatusongi, tunasonga mbele. Lazima tupitie. Na moja ya kitu kingine ambacho kinakosekana sana kwa binadamu ni kujipongeza. Unajua mtu anayekata tamaa yule ambaye hajui kuona jana ilikuwaje na juzi ilikuwaje. Anayekata tamaa siku zote huwa anarudi nyuma kuona hivi Mungu ndiye akanitoa mpaka hapa ndio nimeshinda.
nyumba, mchungaji ametuambia kwamba tumebarikiwa na shilingi ngapi? 500,000. Na ni kweli, kwa sababu sisi wewe muhimu ndo tuna record hizo amount, kwamba tumebarikiwa ngapi, tumepata ngapi, imebakia kwa namna gani. Ni kweli mpaka kwa hesabu, mpaka anakuja kutoa matangazo ilikuwa 500,000 imebakia. Sasa naomba kuwatangazia kanisa kwamba mpaka sasa hivi hatuna deni la nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini hatuna deni la nyumba? Familia ya Maumbata iliahidi, ilikuwa haijamaliza deni lake, leo imeweka shilingi milioni 1 ya kama. Watu unapoabudu, hebu mwambie Mungu asante. Baba mchungaji anaposimama kwa ajili ya neno, hebu mwambie Mungu asante unapoendelea na neno, kwa sababu mpaka sasa hatuna deni. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa neema yako tu, tuko mbele zako kushukuru. Uliyotenda kwetu ni mengi mno, tuko mbele zako kushukuru. Mwezi uliopita kidogo nilikuwa na changamoto, nafikiri ndio maana sijaonekana kwa muda kidogo. Nashukuru Mungu mpaka sasa hivi naendelea vizuri, kwa hiyo nimeona ni vyema kumshukuru Mungu. Lakini tunashukuru Mungu kwamba tuko wazima na tunashukuru kwa yote ambayo Mungu ametutendea. Bwana asifiwe. Tukaribishe mama Kamuna kwa bila kusema na kama na mstari wa kusoma. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kama alivyotangulia kusema baba. Tuna mstari wa kumshukuru Mungu na unatoka katika kitabu cha Zaburi ya 28 mstari wa 6 na wa 7, unasema, na ahimidiwe Bwana, maana ameisikia sauti ya dua yangu. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu umemtumaini, nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Amina. Mungu abariki. Asanteni kwa kutuombea. Asanteni kwa kila kitu. Mungu wetu, sio kiziwi hata asisikie.